Vita ya kiroho. Katika ulimwengu wa leo uliojawa na kila namna ya dini na imani, tunapaswa kutambua vita ya kiroho tulio nayo. Shetani ameelekeza mawazo ya wengi katika kupigana vita vya kiroho ambavyo haviwasaidii katika wokovu wao. Yaani wanapigana vita hewa ambayo haipo na wala haiwasaidii kwa chochote. Wengi wanaposikia neno hili, vita ya kiroho, huelekeza mawazo yao zaidi kwa wachawi au maadui zao wa kimwili. Na watu hao hutumia zaidi muda mwingi kukemea uchawi na kuombea mabaya adui zao, wakifikiri hiyo ndio vita ya kiroho. Shetani hushangilia sana anapoona hivyo, kwani anajua watu hawa wameacha njia ya wokovu. Je, vita ya kiroho ikoje? Je, pambano kuu la kiroho ni lipi? Msingi wa vita ya kiroho uko kwenye mafundisho. Mafundisho ndio silaha kuu ya Shetani kuwateka na kuwaangusha watu kiroho. Kwa mara ya kwanza, Shetani katika Edeni alileta fundisho la uongo la kwamba Adamu na Hawa wasingekufa kama wangekaidi agizo la Mungu. Fundisho hilo la uongo ndilo lililowatenga wao na Mungu. Mpendwa, unachojifunza au kufundishwa ndicho kinachokujenga au kukuangusha kiroho. Wewe ni mateka wa mafundisho unayoyaamini. Swali la kujiuliza ni hili: je, mafundisho unayoyaamini yanao ukweli wa kukuokoa? Kuna wengine wanaosema hatuokolewi kwa madhehebu au kwa ushirika wetu kwenye kusanyiko fulani. Lakini ukweli ni kwamba kusanyiko la ibada, kanisa unalohudhuria au dhehebu na kupata mafundisho huko lina mchango mkubwa sana kwa wokovu wako au kupotea kwako. Maana huko ndiko unakopata mafundisho. Mafundisho hayo ndiyo yanayokujenga kiroho au kukubomoa. Yesu alisema, akawaambia, "Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu." Mathayo 22 mstari wa 29. Maneno ya Yesu ni funzo kwetu kwamba mafundisho safi kutoka kwenye maandiko ndiyo njia pekee ya kushinda vita ya kiroho. Yesu alishindana na Shetani katika msingi wa mafundisho. Na Yesu alishindana vita hiyo na akashinda kwa sababu alikuwa na elimu sahihi ya maandiko matakatifu. Mathayo 4 mstari wa 1 hadi wa 10. Kwa hiyo Yesu analo kanisa lake duniani hata sasa ambalo lina usafi wa mafundisho yanayoweza kuwatakasa watu kwa ajili ya wokovu. Kusudi kuu la Mungu kwa wanadamu ni wanadamu waishinde dhambi. Hivyo anataka wanadamu wote waupate ukweli usio na chachu, ule ambao utawasaidia kuwatakasa, yaani kuishinda dhambi. Yohana 17 mstari ule wa 17. Karibu katika kanisa la Mungu ukutane na ukweli na injili iokoayo, yaani isiyo na chachu ya uongo. Bwana akubariki na karibu.